Haleluya hosana. Haleluya hosana. Thank you Jehovah. Asante kwa nafasi nyingine ya kufanya hiki ambacho niko nakifanya. Asante kwa sababu kuna yaliyoko sawa, na siku zote nitakuwa nikianza na asante kwa sababu asante ni neno dogo lakini lina nguvu ya kushifti kutoka ambacho hakiko sawa kuja kwenye ambacho kiko sawa. Huwa naamini gratitude inabeba vibrations ambazo zina nguvu ya kushifti kutoka negativity kuja positivity. Asante Mungu, hata kama kuna ambayo hayako sawa kwenye maisha yangu, kuna ambayo yako sawa. Nachotaka kukitengeneza leo au nachotaka kukizungumzia leo, nilikwisha kuzungumzia sehemu ya kwanza, nikatengeneza pia na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya tatu ya message ambayo nilishakwisha kuizungumzia. Nilichokuwa nikizungumzia ni levels za ufahamu, level of consciousness, na ambavyo level ya ufahamu inakuwa kwenye dimension fulani. Maana nilisema kwamba tuko kwenye dunia moja, lakini kila mmoja kwenye ulimwengu wake, na kinachotufanya tuwe kwenye dunia moja na kila mmoja kwenye ulimwengu wake ni namna fahamu yako ilipo, namna ambavyo consciousness yako inafanya kazi ndani yako. Na nikasema ziko level 9 za ufahamu, there is 9 level of consciousness, na nilizungumzia kuanzia level ya kwanza. Kwenye sehemu ya kwanza ya hii message nilizungumzia kuhusu level ya kwanza mpaka level ya 4. Kwenye sehemu ya pili nikazungumzia kuhusu level ya 5 ambao ni 5D, na nikazungumza kwamba ishara gani zitakuwepo zinafuatana na mtu ambaye yuko anatembea kwenye 5D, au unatambua vipi huko kwenye 5D. Na nilijaribu kuelezea kitu pekee ambacho naweza ni kuelezea, siwezi kumfanya mtu aelewe. Kwa hiyo leo natengeneza sehemu ya 3 ya hii message. Sehemu ya 3 ya hii message nitazungumza kuhusu level ya 6 ya ufahamu inapokuposition. Mtu ambaye consciousness yake imeextend kufikia dimension ya 6, imeextend kufikia mbingu ya 6, mtu ambaye ufahamu wake unatembea mbingu ya 6. Nitazungumza characteristics zake, sifa zake, namna ambavyo consciousness yake ilivyo, na jinsi anavyotizama ya maisha, jinsi anavyotizama hii dunia, jinsi anavyoishi kwenye ulimwengu ambao anauishi. Nilizungumza kuhusu 5D kwamba unapokuwa umefika level ya 5D au mtu anapo ascend kufika kwenye 5D, hapa ni anakuwa amekuwa matured kiroho, ni anakuwa amekomaa kiroho. Kwa hiyo anaelewa kwamba yeye si mwili tu, yeye ni spirit. Na nilijaribu kuizungumzia kwa ukubwa. Kwa ambaye hajaisikiliza, na mshauri kwenda kusikiliza. Naamini nita-upload pia kama bado sijai-upload. Nachokizungumzia leo ambacho nita dive deep leo ni kuhusu 6D. 6 dimension, level ya 6 ya ufahamu inayo kuposition kwenye mbingu ya 6. Maana huwa natembea nikiamini duniani hapa, jehanamu hapa, mbinguni pia hapa. Inategemeana hisia zako ziko katika frequency gani, inategemeana ufahamu wako uko katika level gani. Maana hata tukisoma kwenye maandiko tunaambiwa ufalme wa mbingu utatuijilia hapa. Ufalme wa mbingu utakuwa ndani yetu. Kwa hiyo inategemeana ndani yako umekaaje. Kwa hiyo anayekaa ndani yake, mtu ambaye ndani yake amefikia level ya 6 au amefikia 6D, amefikia level ya dimension ya 6, huyo ni mtu ambaye tayari ameshapitia level zote au ameshaascend kutoka level zote za chini. Tayari ana operate kwenye higher dimensions, tayari anatembea kwenye mbingu za juu. Kwa hiyo huyu kuna ability ambazo anakuwa nazo ambazo kwa mtu ambaye hajafikia hii level anakuwa hajazi unlock hizo ability. Na ability ambazo anakuwa nazo mtu anayeishi kwenye mbingu ya 6 ni ku-create. Kwa lugha nyingine wanasema ni manifestation, kumanifest. Kwa lugha nyingine unaweza kusema huyu ni mtu ambaye ana create reality yake, ni mtu ambaye anaumba
reality yake iweje. Maana natembea nikiamini pia, na nishawahi kutengeneza clip ambayo inazungumzia kuhusu nguvu ya mindset, the power of your mindset. Maana naamini kile ambacho unakifikiria, kile ambacho unakiweka kwenye akili yako, ndicho ambacho kinakuja kuwa kwenye maisha yako ya nje. Yani as within so without, ulivyo ndani yako ndivyo inavyokuwa nje yako. Tunaposali hata kwenye sala ya Baba yetu uliye mbinguni, kuna sehemu unasema utakalo mbinguni lifanyike duniani kama linavyofanyika mbinguni. Kwa hiyo vitu vyote huwa vinaanza kiroho, ndio vinakuja kutokea kimwili. Kwa hiyo mtu ambaye ufahamu wake au consciousness yake imeascend kufika 6D, kufika ulimwengu, kufika mbingu ya 6, kufika dimension ya 6, huyu ni mtu ambaye ana uwezo wa kucreate reality yake. Maana tayari anafahamu kwamba yeye ni spiritual being. Kwa hiyo kama ni spiritual being, ana uwezo wa kuumba maisha yake. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye ana walk on authority, tayari anajua ana mamlaka. Maana ukishafika mbingu ya 5, ukishaascend ukafika mbingu ya 5, inamaanisha wewe your spirit yako ni strong, tayari una misuri kiimani, tayari unatembea ukiamini wewe si mwili wako tu, wewe ni zaidi ya mwili wako, wewe ni zaidi ya kinachoonekana kwa macho ya damu na nyama. Kwa hiyo ukishafika ile level itakupandisha kufika level ya 6. Level ya 6 ndio utaanza kugundua okay, una authority. Nikisema authority ni kama mamlaka. Kwenye maandiko kuna sehemu inasema tumepewa mamlaka ndani ya Kristo, yani tumepozishiwa na Kristo kwenye ulimwengu wa roho. Tabidi nitafute ni andiko gani linasema hivyo ili ilete maana ya hiki ninachokizungumza. Kwa utakayetaka kuelewa haya ambayo nayazungumza, inabidi uanzie kwanza kusikiliza part 1 na part 2, afu ndio uje usikilize hii. Na ambaye anaweza kuelewa hii ni ambaye pengine yuko kwenye process ya kuascend kutoka 5D kupanda juu zaidi, au ambaye tayari yuko kwenye 6D na kuendelea, mtu ambaye yuko kwenye mbingu ya 6 kuendelea, mtu ambaye fahamu yake au consciousness yake imesha ascend kufikia mbingu ya 6 ndo ataelewa. Kwa hiyo ukiona uyaelewi haya, hayapo kwa ajili yako. Everything is not for everyone. Kwa usihisi naongea nonsense. Kuna watu ambao wanayaelewa haya, au kwa mtu ambaye yanamlenga haya atayaelewa. Nimesema nitafuta ile neno ambalo lipo kwenye Biblia linasema kuna position tumewekwa na Kristo, na pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Niko nikitafuta, kisoma kwenye Waefeso 2 mstari wa 6 inasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ili neno ukiliangalia kwa kawaida ni neno la kawaida, pengine ni neno ambalo linazungumzika na linaonekana liko kimwili kwa fahamu za juu, kwa kuangalia kwa namna ambayo ni blind, unaona ni maandiko tu yako juu. Lakini ukidive deeper kwenye haya maelezo yanayosemwa hapo, tunaonyesha kwamba kwenye ulimwengu wa roho tuna authority, tumepewa mamlaka katika Kristo. Na ukiangalia kwenye mafundisho ya Kristo kuna sehemu anasema mkiomba chochote katika jina langu mtafanyiwa. Kwa hiyo mtu anayetembea kwenye 6D, huyu ni mtu ambaye nimesema tayari kwamba ana create reality yake, ni mtu ambaye anachagua au anaumba maisha yake. Maana huyu ni mtu ambaye tayari anajua yeye yuko connected na source, yuko connected na Mungu, anaelewa kwamba Mungu anaishi ndani yake, yeye ni temple, nguvu za Mungu ziko ndani yake, mamlaka ya Mungu yako ndani yake. Maana kumbeba Kristo, kutembea na Kristo si kwenda kanisani, si kuimba tenzi, si kufanya chochote, ni kujua una mamlaka ndani yako, ni kujua Mungu anaishi ndani yako. Na Mungu sio mtu wala kitu, Mungu ni nguvu, uweza na mamlaka. Bwana Mungu ndiye Bwana,
ndiye mwenye hayo mamlaka na uweza wote, ndiye ambaye ameketi kwenye kiti cha enzi. Lakini unapozungumzia Mungu, unazungumzia nguvu na uweza ambavyo vimewekwa ndani yetu sote, wote ambao wanamwamini Mungu, wote ambao wanaamini katika nguvu za Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye anatembea kwenye mbingu ya sita, huyu anaelewa hichi ambacho niko nakizungumza, anafahamu kabisa kwamba ana nguvu ndani yake. Kwa hiyo kama ana nguvu ndani yake, ana uwezo wa kuamuru maisha yake yaendeje, ana uwezo wa kuamuru maisha yake yawe katika position ipi. Iko hivyo. Na si kwamba mtu ambaye, sisemi haya kwa maana ya kwamba mtu ambaye yuko kwenye mbingu ya sita ana uwezo wa kusema reality yangu sasa hivi, kwa mfano niko hapa nilipo hapa, pengine pageuke kuwa juu chini, pakageuka. Hapana. Ni kwamba huyu ni mtu ambaye anaelewa kwamba nikiwaza kama maskini, nikifikiria kama maskini, maisha yangu, reality yangu itauleta huo umaskini. Nikiwaza kama mshindi, nikifikiria kama mshindi, ushindi utanifuata kwenye reality yangu. Nicho ambacho nakizungumzia hapa. Sizungumzi strange things, sizungumzi magical things, sizungumzi vitu ambavyo havipo. Nazungumzia vitu ambavyo ni reality, nazungumzia vitu ambavyo ni kweli. Iko hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye anaishi mbingu ya kwanza, huyu ni mtu kipofu. Mtu anaishi mbingu ya pili, huyu ni mtu ambaye anafahamu, lakini fahamu zake anazitumia katika namna ambayo ni selfish. Anazitumia katika namna ambayo ni narcissistic. Mtu ambaye yuko mbingu ya tatu ni mtu ambaye anaishi dunia ya tatu, anaishi kwenye earth, yani anaishi kwenye matrix, anaishi kwenye Babylon system. Haoni zaidi ya Babylon system, haoni zaidi ya dunia inaonekana kwa macho yake ya nyama. Kwa hiyo fahamu zake zote zimeelekezwa kwenye maisha haya ya 3D, ameelekeza maisha yake yote kwenye dunia ya tatu. Mtu ambaye anaishi mbingu ya nne, mtu anaishi kwenye 4D, ni mtu ambaye yuko open mindset, ni mtu ambaye ni anapitia kitu kinaitwa spiritual awakening. Huyu ni mtu ambaye ameanza kufumbuka macho, anaanza kuona uongo uliopo kwenye dunia, anaziona system zilizowafunga wanadamu kwenye dunia, anatambua vitu sasa hapo. Yani ni kama position ambayo nishazungumza. Yani kwa unataka kuelewa, nenda utafute part 1 na part 2 utaelewa. Na mtu anaishi kwenye 5D, huyu ni mtu tayari ameshapitia spiritual awakening, amekomaa kiroho. Sasa hivi anatembea akiamini yeye ni spirit, have human experience. Yeye ni spiritual being akiwa anapitia ubinadamu, yeye ni roho ikipitia ubinadamu. Akishafikia kwenye hii level, akakomaa, akatembea kwenye hii level, anaanza kuelewa kwamba yuko connected na Mungu. Mungu hayuko mbali na yeye, yuko connected na universe. Ulimwengu wote una exist ndani yake. Kwa kama ulimwengu una exist ndani yake, hii inamleta kwenye level ya sita. Level ya sita ni kwamba unapanga maisha yako yaendeje, unapanga maisha yako yaweje. Hii ndo co-create your reality. Yani Mungu, nguvu za Mungu unazitumia kuumba maisha yako, unazitumia kutimiza ndoto zako, unazitumia ku-create your reality. Maana what you think become your reality. Kwa ukifikiria kama mtu ambaye Mungu anaishi ndani yako, ukifikiria kama mtu ambaye uko connected na Mungu, utaanza kumuona Mungu kwenye maisha yako, utaanza kumuona Mungu kwenye reality yako, utaanza kuona mkono wa Mungu hata kwenye physical life. Maana imeandikwa pia kwamba yeyote atakayeniamini, kuna sehemu Kristo alikuwa akisema kwamba atakayeniamini mimi nitakaa kwake, na kama nikikaa kwake akanipenda na kuzishika amri zangu, nitajidhihirisha kwake. Kwa ukimpenda Mungu, maana kumpenda Mungu si kusema unampenda Mungu, ni kumuembrace Mungu, ni kumvaa Mungu, ni kumuishi Mungu, ni kutembea pamoja na Mungu. Utapotembea na Mungu, atajidhihirisha hata kwenye reality yako. Iko hivyo. Kwa hiyo hapa nimemention baadhi ya sifa ambazo anakuwa nazo mtu ambaye yuko kwenye 6D, mtu ambaye ameascend kufikia level ya 6, mtu ambaye ameinuka kifahamu au fahamu zake zimeinuliwa juu kufika mbingu ya 6, mtu ambaye roho yake au nafsi yake inatembea mbingu ya 6. Hizi ni sifa zake. Kwanza kabisa, huyu ni mtu ambaye ni mature spiritual, yani ni mtu ambaye tayari anaelewa kuhusu ulimwengu wa roho, anaelewa mambo yanavyo work. Maana nimetangulia kusema kwamba everything is spiritual, kila kitu kinaanzia kiroho. Hata kwenye maombi tunasema
yafanyikayo mbinguni yafanyike na duniani. Kwa kila kitu kinaanzia kiroho, maana mbingu sio sehemu, ni ulimwengu wa roho. Ni sehemu usiyoiona kwa macho yako ya damu na nyama, na pana exist ndani yako. Ni swala la wewe kutune, kuzifikia hizo frequency. Zimo ndani yako tayari, maana ufalme wa mbingu upo ndani yetu. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye tayari anaelewa haya ambayo niko hata nayazungumza hapo, ni mature spiritually. Kwa hiyo anatembea kwenye authority, ni mtu anayetembea kwenye mamlaka, ni mtu ambaye anatambua yeye ni nani. Kwa hiyo anatembea kwenye mamlaka, anaamuru maisha yake yaweje. Shetani tena hana nguvu juu ya mtu ambaye anatembea kwenye mbingu ya 5 kupanda juu. Mtu anayetembea mbingu ya 5, mbingu ya 6, mbingu ya 7, mbingu ya 8 na mbingu ya 9, huyu ni mtu ambaye shetani hana nguvu juu yake, maana shetani ashanguka kutoka kwenye hizi mbingu. Hata kwenye maandiko imeandikwa, furahini enyi mbingu, maana mshtaki wenu ameangushwa chini. Alafu ikasemwa, ole wenu, ole ni wa ulimwengu, maana adui katupwa huko na ni mwenye hasira. Kwa hiyo adui ametupwa kwenye hizi mbingu za chini. Mbingu ya kwanza ambapo wanakaa vipofu, na ndipo alipofunga watu wengi. Watu wanatembea wakiwa hawaelewi kuhusu spiritual stuff, wakiwa hawaelewi kuhusu nafsi zao, wakiwa hawaelewi kuhusu roho zao. Amewafunga pia hata watu ambao wanafahamu, lakini fahamu zao wanazitumia vibaya, wanazitumia kumanipulate wenzao. Wamefungwa kwenye mbingu ya pili. Amefunga pia na hii 3D ambayo ndio dunia aliyotupwa hapa, dunia ya 3, 3D, dunia ambayo ni sayari ya 3. Ukiangalia kwenye ulimwengu wa sayari, dunia ni sayari ya 3, 3D, ndipo ambapo kuna system ambazo zinawafanya watu kuwa watumwa. Kwa hiyo ili umshinde inabidi upitie awakening, inabidi upandishe fahamu zako kutoka mbingu ya 3 upandishe mbingu ya 4. Nafsi yako ifungue kutoka kwenye pingu za mbingu ya 3, mbingu ya 2 na mbingu ya kwanza. Ukifunguka akili yako, ukifunguka fahamu zako, ukiamka kiroho, ndipo utapanda, utaascend kuja mbingu ya 5 na mbingu ya 6. Mtu ambaye yuko mbingu ya 6, huyu anayatazamaje maisha? Nimetangulia kusema huyu ni mtu ambaye ana co-create reality yake. Kwa hiyo mtu ambaye yuko mbingu ya 6 anayatazama maisha yake kama ambayo yako mikononi mwake. Anaelewa kabisa maisha yangu yako mikononi mwangu. Huwa anatembea nikiamini kwamba ulimwengu hauwezi kukutwika mzigo ambao unazidi mabega yako. Kwa hiyo maisha yako yako ndani ya uwezo wako. Mungu hakutwiki kitu ambacho kinakuzidi uwezo wako. Iko hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye anatembea kwenye mbingu ya 6 anaelewa kabisa maisha yangu yako mikononi mwangu. Yanaonitokea huku nje ni matokeo ya nilivyo ndani yangu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anawochi, ni yuko makini na mawazo yake, yuko akiangalia mawazo yake, maana anajua mawazo yake yana nguvu ya kuumba maisha yake yaweje. Maana nimetangulia kutoa mfano, ukiwaza kama mpumbavu, upumbavu utatawala maisha yako, utakuwa mpumbavu. Ukiwaza kama mshindi, ukiwaza kama mtu ambaye una mafanikio, utakuwa na mafanikio, mafanikio yatakuwa hunt down, mafanikio yatawinda maisha yako, mafanikio yatatawala maisha yako. Iko hivyo, maana kwenye ulimwengu kuna law of universe, na moja kati ya law of universe ni law of, kuna law moja inasema as within so without, as above so below. Iko hivyo, kilichoko juu ndicho kinachokuwa chini, kilichomo ndani yako ndicho kinachokuja nje. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anahakikisha ndani yake anakaa safi. Iko hivyo, na uwezi kufika mbingu ya 6 kama hujawa safi. Mungu hawezi kukupa hiyo ruhusa. Kuna gatekeepers ambao wanalinda malango ya mbingu. Huwezi kupewa ruhusa ya nafsi yako kupanda mbingu za juu bila kupitia challenges. Maana hata mbingu, mtu ambaye anapitia mbingu ya 4 ni mtu ambaye anakutana na challenge. Spiritual awakening ni painful. Ya utokei tu kafika mbingu ya 5 kafika mbingu ya 6. Utapitia majaribu ambayo yatakupima, ambayo yatapima imani yako, ambayo yatakutengenezea misuli ya kiimani, ambayo yatakutengenezea hata mbawa za kukufanya uruke uende juu. Maana ukisoma kwenye maandiko tunaonyesha kwamba tunainuliwa viwango hadi viwango. Kuna muimbaji mmoja aliwahi kuimba akasema, ilikuwa ni nyimbo ya Christina Shusho, inasema unatupandisha utukufu hadi utukufu. Najaribu kutafuta melodi yake, namna anaimba, una nene nene na 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 nene. Kuna sehemu pale anasema unatupandisha utukufu hadi utukufu. Ndio hichi kitu ambacho niko nakizungumza hapa, kupandishwa dimensions za juu, kupandishwa mbingu za juu.
iko hivyo. Kwa hiyo huyu mtu ambaye yuko mbingu ya 6 ni mtu ambaye anaangalia maisha kutokea juu. Kwa hiyo anaangalia namna ya ufikiriaji wake, anaangalia namna ambavyo tafakari ndani yake, maana what you think will become your reality. Maana nguvu za Mungu zikiwa ndani yako inategemeana unazitumiaje. Maana huyu ni mtu ambaye Mungu anakuwa ni source kwake, ni source ya nguvu kwake, ni chanzo cha nguvu zake. Yeye anakuwa ni kama chombo kilichobeba hizo nguvu. Kwa hiyo anazitumia zile nguvu kutengeneza reality yake, iko hivyo. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye utakuja kusikiliza hii na kuencourage kuzitumia nguvu za Mungu, pengine hata kuhili, kwa mfano kama mimi ambacho nakiweka hapa, nitakiweka hapa ku bring clarity kwa mwingine, kumtoa mwingine kwenye confusion, kumpandisha mwingine kutoka level moja ya ufahamu kuja level nyingine. Nitakitumia kama kuwa daraja la mtu kuvuka kutoka dimension moja kwenda dimension nyingine, iko hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nikijaribu kuelezea namna ambavyo level ya 6 ya ufahamu, mtu ambaye consciousness yake imefikia katika level ya 6 ambayo inatembea mbingu ya 6, maana mbingu ziko 9. Mbingu ya 9 ni sehemu ambapo tuseme Kristo Bwana ndipo anapokaa, ndipo ambapo ufahamu Kristo anakuwa ameumbika ndani yako kabisa. Lakini hii ni level ya 6 nimejaribu kuielezea. Wakati mwingine nitaelezea level ya 7 na nitakuja pia kuelezea level ya 8, nitakuja pia kuelezea level ya 9. Kwa ufupi, mtu anayetembea level ya 6 tayari huyu ni mtu ambaye anaelewa ufalme wa mbingu umo ndani yake, anatembea kiamini kingdom of God is within me. Kwa hiyo nina authority. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye ufahamu wake tayari unaelewa ana mamlaka. Na without saying many things, in the name of Yeshua, ikawe uponyaji. Ashe over.